Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Jumapili ya pili ya Pasaka. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 12 hadi 16. Somo la pili ni kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 9 hadi 11, aya 12 hadi 13 na aya ya 17 hadi 19. Injili ni ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi 31. Dominika ya pili ya Pasaka iliitwa na Papa Yohane Paulo wa pili, aliita Dominika ya huruma ya Mungu. Sasa hivi huyo Baba Mtakatifu anaitwa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Alitusaidia kuelewa huruma ya Mungu. Na tunaposikiliza Injili ya leo, tunaona kwamba huruma ya Mungu inajidhihirisha kwa nafasi ya pili Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nafsi ya pili Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu alipowakuta mitume wakiwa wamekutanika, ni kweli hakuwalaumu eti kwamba walimuacha, walimkimbia alipokuwa na mateso, alipokuwa anakumbwa na mateso. Badala ya kuwalaumu, anawaletea zawadi anayowaambia, anawaambia ni amani. Anasema anakuja, anasimama katikati, akawaambia amani iwe kwenu. Muwe na amani, musiwe na hofu, musiwe na shida, na waelewa. Kwa hiyo inaonyesha huruma ya Mungu. Mungu anatuelewa katika mapungufu yetu, katika udhaifu wetu. Lakini zaidi ya kutuelewa na kutusamehe katika madhaifu yetu, anatupatia majukumu, anatutuma, ingawa sisi ni wakosefu, ni wadhaifu. Tazama alivyowatuma hawa wanafunzi wake, hawa mitume. Anawapatia mamlaka ya kusamehe, yaani wanamwakilisha kusamehe dhambi. Anawaambia wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Kumbe hapa tunaona chanzo cha sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo tuwe tunapenda kuwatumia hao watumishi wa Mungu, hao wakilishi wa Mungu, maaskofu wetu na washirika wao ambao ni mapadre. Hata kama utaona kwamba fulani ni dhaifu, usiache kumtumia, maana anachofanya ni halali anapokusamehe kwa niaba ya Mungu, hata kama yeye ni mkosefu. Sakramenti ya kitubio anayotoa ni halali. Kwa hiyo dhambi zako zitaondolewa hata kama wewe utasema yeye ni mkosefu. Kwa hiyo umtumie akuondolee dhambi. Kitu kingine ni kwamba kama Mungu anatutumia, anatusamehe, alafu anatutumia katika madhaifu yetu, na sisi inabidi tusameheane. Tukijua kwamba Mungu ni mwenye huruma, na sisi tuwe na huruma, na sisi tusameheane. Mungu anatusamehe, na sisi tusameheane. Kwa hiyo tukumbuke alivyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Alipo katika sala ya Baba yetu tunasema, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Ndugu zangu, kazi aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristo ya kutukomboa, ya kutulipia dhambi, itatufaidi kama kweli tutakuwa na ujasiri wa kuomba msamaha.
lakini wengine wanashindwa kuungama dhambi zao, wanashindwa kutumia sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo kazi aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo haitawasaidia chochote. Kama mtu hataki kuungama na kama mtu hataki kutambua makosa yake na kuamua kuyaacha. Kazi ya Yesu itatusaidia kama kwa kweli tutatambua makosa yetu na kuyaungama. Ndugu zangu, pia tukumbuke kitu kingine, kwamba kama sisi tunaomba kusamehewa, tukumbuke kwamba na sisi tusamehe. Kuna wengine ambao wanashindwa kusamehe, lakini pia kuna wengine ambao wanashindwa kuomba msamaha. Iwe fundisho letu kwamba tuwe na ujasiri pia wa kuomba msamaha. Jirani yako ukimkosea umuombe msamaha. Lakini pia jirani yako akikukosea na wewe umsamehe. Utakuwa umefanya vizuri kama Yesu, kama Mungu anavyotusamehe. Ndugu zangu, nimalizie nikisema kwamba tunaposhindwa kuomba msamaha, tunafanya kazi ya kusamehe iwe ngumu. Ni kweli mtu anajitahidi kusamehe hata kama hajaomba msamaha, lakini inakuwa vigumu. Yaani neema ya Mungu lazima imsaidie sana. Lakini kama mtu anaomba msamaha, yule anayesamehe, huwa kazi ya kusamehe inakuwa nyepesi. Kwa hiyo tuwe na ujasiri wa kuomba msamaha, lakini pia tuwe na ujasiri wa kusamehe kama Mungu anavyotusamehe. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.